Kiswahili. Waefeso sura ya 5. Waefeso 5, 21, 25. Bwana asifiwe. Naamini kila mmoja kwa mahali pale. Hali mnanyenyekeana katika kichwa cha Kristo. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. 25. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunaongelea kuhusu nyumba ya Kristo, ya Kikristo. Nyumba ya Kikristo inamaanisha nini? Upendo unaoonyesha kwa mumeo ama mkeo, tayari hiyo ni nyumba ya Kikristo. Kuishi nyumba ya Kikristo inatufahamisha kwamba katika Waefeso kwamba hata Yesu aliipenda kanisa kadri ya uwezo ambapo alikufia kanisa ili afanye salvation kwa maisha yetu sisi tunaoishi. Praise God. Naomba kwamba hali mnanyenyekeana katika kichwa cha Kristo. Tujifunze kumtii Yesu. Tujifunze kutii neno la Mungu. Tujifunze kuwa wanyenyekevu. Tujifunze kuwa watu watiifu katika kila jambo, mahali popote pale umeenda. Watu ambao unatengamana na wao pale, ukiwa pale ni kanisani, ukiwa pale kwenye ndoa yako, ukiwa pale kwenye kazi, jifunze kutii. Jifunze kunyenyekea. Lengo kuu linalofanya sisi tunaishi hapa duniani, tunaishi kwa kutafakari vile tutakavyotii wenzetu. Nisipokutii haitaonyesha ishara kwamba nakupenda. Nisipokutii haitaonyesha ishara kwamba niko tayari kukusaidia ama kusimama na wewe. Utiifu ni kitu cha muhimu. Na kunyenyekea, naambia kwamba hali mnanyenyekeana katika kichwa cha Kristo. Naambia kwamba hata Yesu Kristo mwenyewe alikuwa mpole sana. Yesu Kristo alikuwa anamtii Mungu. Ndivyo maana vile alivyozaliwa, vile alivyokuja hapa duniani, vile alivyofanya kazi zake zote, alifanya kwa ajili ya kumtii Mungu. Alifanya kwa njia ya utaratibu, kwa njia ya kutii. Yesu Kristo alifanya mambo yote bila kuwa na supervision. Sasa ndivyo maana pia sisi katika hii dunia ya leo, katika haya maisha ambayo tunaishi siku ya leo, tunaambiwa kwamba tutii, usiangalie ni nani kwa nyuma yako. Kuna mfano moja mtu alisema kwamba mambo ambayo unafanya ukiwa peke yako ni ya muhimu zaidi kuliko mambo ambayo utafanya mkiwa katika umati wa watu. Mimi hapa Joseph, labda ninakoishi ama nikiwa katika jumba langu, nikiwa nimejifungia ndani ya nyumba, kuna mambo ambayo ninaweza yafanya kutojua yanamfurahisha Mungu, kutojua yanamuudhi Mungu. Na ninasema kwamba hakuna mtu amenitazama, hakuna mtu ameniona. Sasa nafanya kwa sababu hakuna mtu ambaye anafanya nini? Namfurahisha ama namuonyesha uzuri ama ubaya wangu. Lakini ni hatari sana kufanya jambo ukiwa katika giza. Ni hatari sana kufanya jambo ukiwa peke yako, ukidhani kwamba hakuna mtu yeyote anakuona. Unanyenyekea mbele ya watu ukiwa pale kanisani. Unanyenyekea mbele ya watu ukiwa pale katika kamati zao. Unanyenyekea katika watu ukiwa pale labda tuseme kwenye magari. Lakini unapobaki peke yako
wewe, kama vile sisi tunavyofanya nini? Tunamtii Bwana Mungu wetu. Naye Yesu pia alifanya nini? Tunapoona kwamba katika safari yote ya Yesu alipokuwa hapa duniani, alipofanya miujiza zake, alipokuwa katika njia za Injili, alipofanya huduma zote za ibada, mambo yote alikuwa amemtegemea Mungu, Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu alimuongoza kwa sababu alikuwa mtiifu. Alikuwa mtu ambaye amenyenyekea sana. Mstari wa 23, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Imesemekana kwamba mume ndio kichwa cha nyumba. Imesemekana kwamba mke anafaa amtii mume, kwa maana mume ndiye kichwa cha nyumba. Huyo ndio nyumba. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Kanisa bila Yesu si kanisa, litabaki jengo. Tunavyoamini kwamba ninapoenda kanisani nitamkuta Yesu, vile vile wanawake mkiwa katika ndoa zenu, mnafaa mtambue kwamba nikiwa katika hii ndoa, hata nikuwe na kikwazo kipi kutoka kwa mume wangu, huyu ndiye mume wangu, nafaa nimtii. Unapodhihirisha huu utiifu, yeye ako tayari kusimama katika lile pengo la kukupenda. Ataashiria huo upendo kadri ya uwezo wake. Yesu amekuwa kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Alikuja kukomboa sisi, watu ambao hatujielewi, watu ambao tunazama katika mambo ya dunia, tunasahau ni kwa nini Yesu alikuja kutukomboa. Katika mahubiri yaliyopita kwa ndugu yetu Alex, amezungumzia kuhusu wokovu, safari ya wokovu, hali ama namna ambayo unataka utafute ule wokovu, na ukiwa katika huo wokovu ni nini haswa unapaswa kufanya. Nimefurahia sana katika huo ujumbe. Wokovu ni msimamo, ni lengo kuu katika mtu yeyote yule. Je, ni nini kitakutambulisha kwa watu kwamba umeokoka? Kando na mambo ambayo unafanya ukiwa peke yako. Mimi sitataka kufurahishwa na mambo yako, kwa maana uko na sisi. Nataka mambo ambayo unafanya ukiwa peke yako yanayomfurahisha Mungu, ambayo umemtii na umenyenyekea mbele mwake. Sio mambo ambayo utakuja kunyenyekea mbele yetu kwa umati kutufurahisha ama kufanya kwa sababu tuko. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Lakini kama vile kanisa limtii Yesu Kristo, hivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Je, ni vipi unafaa kumtii mtu? Njia mbashara wa kutii ni nini? Ni nini unafaa ufanye ndipo tuelewe kwamba umetii? Unyenyekevu ni jambo la kwanza. Unapojifunza hali ya kunyenyekea. Kunyenyekea haimaanishi kwamba huzungumzi sana. Kunyenyekea haimaanishi kwamba unatenda sana. Kunyenyekea haimaanishi kwamba wewe ni mwaminifu sana. Unyenyekevu nini? Je, unaponyenyekea mbele zangu, Mungu amekubali huu unyenyekevu wako? Usije ukavaa ngozi nyingine mbele yetu. Ukiwa na Mungu umevaa ngozi nyingine. Kuwa yule yule. Kama wewe ni Joseph ambaye tunajua kwamba wewe unafanyanga mambo ABCD, baki Joseph. Tutakapojua kwamba kweli wokovu umekutoa hatua fulani umekupeleka hatua nyingine, tutashukuru Mungu na tutasifu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Utiifu unalingana na unyenyekevu. Unavyonyenyekea mbele
kwanza, mwanamke lazima atii. Kwa kutii tumejifunza kwamba kunyenyekea ni jambo la muhimu. Na mbinu za kunyenyekea ni mbinu aina gani? Matendo ambayo yanadumisha katika ile ndoa, matendo ambayo yanadumisha katika yale mazungumzo mnayofanya katika ile nyumba, vile mnavyotengamana. Hayo ndio mambo makuu ambayo yanafaa yaashiriwe katika ndoa. Ndio maana tunaambiwa kwamba mwanaume atapenda yule anayemtii, kama Kristo naye alivyojipenda kanisa. Kusema ukweli, Yesu naye alipenda kanisa. Hakuna mtu hapa duniani anaweza kufia kanisa msalabani kwa ajili ya ukombozi wa hii dunia. Alikufia kanisa kwa kadri ambayo wewe huwezi penda mke wako mkufie. Mimi hapa Joseph, mimi mwenyewe hata tutolee mfano. Siwezi penda mtoto wa Mungu na mtu ama msichana wa mtu ifike nafasi ambapo nafaa labda kutezwa ama kurushwa kupigwa, ati nijitolee niseme kwamba acha niuliwe basi. Siwezi. Jambo lenye litakuja kwa akili yangu nitasema kwamba wacha yeye aende ama afanywe na atafanyiwa. Bado kuna wengine mbele wazuri. Lakini Yesu alinyenyekea. Yesu alitii wito wa Mungu. Alijua ni kwa nini alikuja duniani. Yesu alikuwa na malengo ambayo alikuja kutimiza katika hii dunia. Ndiposa hata kifo chake kilipofika hakuwa na wasiwasi. Alikuwa amelipenda kanisa na alikufa kwa ajili ya hilo kanisa, na alitimiza hiyo vile ilivyoandikwa katika maandiko. Akajitoa kwa ajili yake. Nani anaweza jitoa kwa ajili ya mpenzi wake? Kwa maana umependa mti ambaye amekutii, na imefika mahali ambapo umefinyika, inataka kwamba mmoja wenu lazima ajitoe kwa ajili ya mwenzake. Na kweli kweli imeashiria kwamba mmependana, nyinyi ni wapenzi wa hali ya juu. Nyinyi mko kwenye ndoa, mmefanya labda mmefunga harusi, kitu kama hiyo. Je, uko tayari kusimama mbele ya umati useme kwamba nitamkufia huyu mpenzi wangu vile Yesu Kristo alivyokufia kanisa? Alijitoa bila msukumo, hakupingana na wao. Alikuwa tayari, kwa maana Mungu alikuwa na lengo. Mungu alikuwa ameshamuandaa. Ndio maana pia sisi tunaandaliwa katika ndoa zetu, tunaandaliwa katika safari za mapenzi, kwamba tuwe tayari kuwapenda wake wetu, na wake nao wazidi kututii katika kila namna ile. Nyumba ya Kikristo, kuishi nyumba ya Kikristo ni unyenyekevu. Kuishi nyumba ya Kikristo ni kutii. Kuishi nyumba ya Kikristo ni kuwa mwaminifu. Kuishi nyumba ya Kikristo ni kuwajibikia matendo ambayo yanamfurahisha Mungu, usimfurahishe binadamu. Kuishi nyumba ya Kikristo, usijipendekeze kwa binadamu, jipendekeze kwa Mungu. Ana ishara. Mungu ana sababu unaishi leo. Ndivyo maana imeandikwa pale katika kitabu cha Yeremia kwamba alikujua kabla wewe hujazaliwa. Alikujua ni nini utafanya utakapozaliwa. Anakujua mpaka siku ya leo. Yale mapito unayopitia leo, yale mazuri unayoyapata leo, yale magumu unayopata leo, Mungu aliyajua kabla hujazaliwa. Kilichotubakia sisi ni kutafuta wokovu. Tutembee katika wokovu. Tuepukane na mambo ambayo yatatutenganisha na wokovu. Tutengamane na watu ambao watatuingiza katika kuachana na wokovu. Ndio maana tunaambiwa kwamba tunyenyekee. Tuishi katika nyumba ya Kikristo. Kukaa katika nyumba ya Kikristo lazima ukuwe mtiifu. Yes. Lazima ukuwe mtiifu. Na lazima unyenyekee machoni pa Bwana. Usije ukawa mnyenyekevu katika umati tafadhali. Na ninapomalizia huu ujumbe nasema kwamba Yesu mwenyewe, tunapata historia vile Yesu alivyozaliwa katika
maisha